Mume wangu ananipanua miguu, ananiingilia mikono sehemu za siri. Yeye na mwanamke mwingine, yule mwanamke simtambui. Lakini walivyoniingizia mikono walitoa mtoto. Mtoto yule alikuwa wa kike, na kweli katika vipimo vyangu vya hospitali alikuwa ni binti yule mtoto. Kwa hiyo alivyomtoa yule mtoto nasikia uchungu sana. Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yetu kila siku kukuletea habari mbalimbali za kusikitisha na kusisimua, na leo tena tumekuletea hii ambayo itakuacha mdomo wazi. Nilishawahi kukutana na watu waliokutana na changamoto mbalimbali, lakini hii ya leo imeniliza sana. Pamoja na kufanyiwa mambo yote hayo na mume wake, huwezi amini mwanamke huyu aliweza kutolewa nyoka chini ya ziwa lake. Huwezi amini yale aliyopitia mwanamke huyu. Atakwenda kufunguka mwenyewe mwanzo mwisho. Naomba utege sikio lako kwa makini, umsikilize mwanzo mpaka pale atakapoishia. Karibu tumsikilize. Kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi hawakufahamu, wanataka kujua jina lako, umri wako, umezaliwa wapi, unaishi wapi, hapa ni wapi, elimu yako kama ikikupendeza kutuambia pia itakuwa sawa. Shughuli ambayo unafanya kwa sasa hivi. Karibu. Asante. Mimi naitwa Zaria Mnada. Nina miaka 34. Nina watoto wawili. Wa kwanza ana miaka 13, wa pili ana miaka 10. Ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Dodoma. Ni tuje direct sasa kwenye kitu ambacho kimetufanya sisi tukakutafuta. Kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi wanahitaji kujua mkasa ambao ushakukuta. Mkasa wangu ni mambo mengi ya kimaisha, ya kuhaso, juu chini, kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam, vitu vingi. Nakutana navyo. Lakini yote ni maisha. Mwanzo kabisa nimaliza shule wilaya ya Kondoa kwa Dodoma. Nikasafiri kwenda Arusha. Arusha nilifanikiwa kupata mume. Niliolewa. Kwenye ndoa yangu kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yananiumiza mpaka leo, ambaye yamekuwa ni jeraha kwenye moyo wangu, ambaye amenipa funzo sitoka nilisahau mpaka siku nachimbiwa chini ya ardhi. Mambo gani? Nimeishi kwenye ndoa miaka 10. Baada kupata watoto wawili. Lakini kulikuwa na misukosuko mingi sana kwenye maisha yangu ya ndoa. Mume wangu alikuwa mkorofi sana. Mume wangu alikuwa ni mkubwa. Alikuwa mkubwa kwako? Okay. Yaani katika age ile ya kuoana, yeye ni mkubwa kwa sababu yeye ni wa 73, 72. 72 kuoana kama mimi hapa hivi nilipo na 89. Okay. Kwa hiyo alikuwa mkubwa. Lakini wanasema kuwa na mvi sio kwamba ndo busara. Nishi maisha magumu sana. Mume wangu tulipoanza sisi tulikuwa wakulima. Lakini yule bwana alikuwa sio mtu mzuri kwangu, sababu pia alikuwa anajihusisha sana na imani za kishirikina. Pia ni mwanaume ambaye alikuwa hana huruma kwangu, na mpaka sasa hivi hana huruma kwangu. Nasema hivyo kwa sababu toka tumeachana ni 2015 hadi leo niliondoka kwake mtoto alikuwa ananyonyi. Mtoto wa mwisho alikuwa na mwaka na miezi 8. Okay. Kwa muda ambao niliondoka mpaka leo hii 2015 mpaka sasa hivi hajui watoto wake wanaishi vipi. Hajui wanakula nini, hajui wanavaa nini, hajui wanasoma darasa la ngapi. Yaani tuseme ni baba jina. Okay. Na sababu kuu ilofanya mimi na yeye tukaachana, yule bwana alikuwa ni mshirikina sana. Na licha ya hivyo alikuwa ni mtu ambaye hana huruma na mimi kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ananipiga sana. Alikuwa pia anatumia mihadarati. Nikisema mihadarati alikuwa anavuta bangi. Okay, ni matukio gani ambayo ya kutisha zaidi ambayo alishakufanyia kwenye maisha yako ambayo sio kawaida kwa mtu mwingine kufanyia? Tukio kubwa alionifanyia yapo mengi, ila nitaelezea baadhi ya matukio. Tukio kubwa ambalo alinifanyia mimi, nilishai kubeba mimba miezi 12 na siku 18. Lakini yule mtoto sikumzaa. Yule mtoto alipotelea tumboni. Na
katika kuhangaika, unajua ukiwa na tatizo, wanasema huwezi kuchechemea wakati hujachomwa na mwiba. Ila ukishachomwa na mwiba, utajifunza kuchechemea. Yaani ile hali itakulazimu kuchechemea. Kwa hiyo kuna vitu mimi hapa nilikuwa sivijui, lakini lazimishwa nivijue kutokana na hali ambayo nilikuwa nayo. Kwa mfano kwenda kwa mganga mimi nilikuwa sijui. Tokea natoka kwa babangu na mamaangu. Lakini nilipokuja kuingia kwenye hiyo changamoto, nilianza kutafuta waganga kwa sababu sio kawaida mtu mimba miezi 9 na uchungu na wa kujifungua. Sijajifungua, lakini na uchungu wa kujifungua. Pale kwa hospitali nilipoteza fahamu karibia wiki nzima. Na ni kitu ambacho kilinishtua familia yangu kwa sababu haiwezekani mtu anaumwa uchungu akapoteza fahamu. Na kwa muda wenyewe mlikuwa mna maelewano mazuri na mwanako? Yaani tuseme sikuwa kwenye maelewano mazuri, ila sasa wanasema ndoa ni uvumilivu. Kwa hiyo ndio ile tu mtu unajipa moyo labda atabadilika leo au kesho. Hivyo yani unasema anakuambia vumilia. Lakini kuna muda uvumilivu nao unaisha kutokana na majeraha mtu anayekusababishia. Kama hivyo unaumwa uchungu mtu mpaka unapoteza fahamu, afu unakuja kugundua baadaye yeye ndo chanzo. Kwa matokeo ya wewe kuhangaika juu ya hilo swala, uligundua ukweli gani juu ya mambo? Niligundua kwa sababu pia mimi alikuwa na mwanamke mwingine kabla ya mimi. Yule mwanamke aliyokuwa naye alizaa naye watoto wawili. Okay. Yule mwanamke alifariki. Kwa hiyo kuna muda akawa ananiambia utalala pale kama alivyolala mwenzio ageuke. Yaani utalala pale utaziko kama alivyolala yule ageuke. Yeye kukuua yeye. Sio shida. Kwa njia yoyote ile ambaye anayejua yeye. Kwa hiyo vitu vingi sana. Baadaye huyo mtoto niliota tu ndoto na ndo nyumba ilipopotea pale. Sababu nilala usiku nikawa naota. Nilizunguka sana kwenye kuhangaika hilo tatizo. Lakini nikawa na option hizi 2. Yaani nikimzaa yule mtoto mimi nitakufa. Yule mtoto akapotea tumboni kama alipopotea. Ndio hatima yangu mimi niko hai. Na maana yule mtoto angeishi. Kwa hiyo tumbo lilikuwa ni kubwa lakini baada ya muda likapotea tu. Yaani sio baada ya muda kwa sababu nilikuwa naumwa kila siku. Okay. Kwa hiyo yani ilitokea hali siku moja usiku nimelala, nimeshazunguka hospitali, nimeshazunguka kwa waganga, mganga ambaye alitakiwa kunisaidia naye alifariki. Kwa hiyo nikawa nimemwachia Mungu afanye hatima ni nini labda. Nikawa sijui hatima yangu ni nini, lakini siku moja usiku nimelala niliota. Niliota mume wangu ananikanua miguu, ananiingilia mikono sehemu za siri. Yeye na mwanamke mwingine, yule mwanamke simtambui. Lakini walivyoniingizia mikono walitoa mtoto. Mtoto yule alikuwa wa kike na kweli katika vipimo vyangu vya hospitali alikuwa ni binti yule mtoto. Kwa hiyo alivyomtoa yule mtoto nasikia uchungu sana. Ni kitu gani ambacho ulikiona baadaye? Kwa sababu hadi leo mimi na watoto wawili tu. Na sijui kama nitakuja kupata watoto wengine. Pole sana. Kwa sababu pengine nilikuwa na watoto 3. Ni kweli. Nipenda nachukia sana wanaume. Ni mambo ambayo yalishawahi kunitokea. Kwa sababu yule mwanamume nilimwamini sana. Sababu ndo mwanamume wangu wa kwanza katika maisha. Sikuwa na mahusiano yoyote. Na nilimvumilia kwa vitu vingi sana. Lakini nilipokuja kutokea hiyo hali nilishindwa kwa sababu baada ya kumtoa yule mtoto walitoka nje. Walipiga makofi mawili. Walipiga blues. Akaja nyoka na vichwa viwili. Yaani hapa shingoni nyoka amegawanyika na vichwa viwili. Yule nyoka alimchukua yule mtoto akamviringisha kwenye mkia, ni nyoka mkubwa. Akaondoka na yule mtoto. Wenyewe walirudi ndani wakanisafisha mimi. Baadaye wakatoka nje. Na mtoto alikuwa yuko hai wakati? Alikuwa analia. Walivyotoka nje walipiga makofi, wakaja watu wengine. Wakapiga mluzi yule nyoka akamleta yule mtoto. Pale nje kwangu kulikuwa na mti. Walikuwa moto mkubwa sana. Yule mtoto alikuwa bado analia. Kwa hiyo
wakampasua ule mtoto. Wakamtia kijiti kama ndege, wakamweka kwenye ule moto. Wakamfanya kama mshikae kama unavyochoma nyama. Alikauka kabisa. Baadaye wakaja wakachukua kile kitoto wakakitia kwenye kitu. Wakatwanga, wakagawana dawa. Sio ni dawa, sio ni nini, waligawana ule unga ule mtoto wote aliokuwa pale. Baada ya hiyo ndoto mimi nilishtuka. Niliposhtuka mume wangu alikuwa pembeni amelala. Kanisikia, kaniuliza mbona umeshtuka hivi? Nikamwambia nimeota. Akasema umeota nini? Nilidanganya nikamwambia nimeota babangu kafa. Kana kanichukulia maji nikanywa. Nilipokunywa ile maji nikahisi mkojo. Nilipoamka kutoka pale kitandani niende chooni, mlango wangu wa chumbani ulikuwa wa kioo. Nilisimama kwenye kile kioo nikaangalia tumbo langu halikuwepo. Baada ya muda ule mkojo nilishindwa kuzuia. Na ule mkojo uliniponyoka ukatoka. Kuja kutizama ule mkojo ni damu sio mkojo. Kwa hiyo nikaanza kuperiod pale. Period ilikuwa mida saa 8 mpaka saa 10 hivi nilikuwa nimepoteza fahamu. Kwa hiyo nilipopoteza fahamu, nilipopata fahamu saa 4 asubuhi, nilipo hospitali. Nilikaa hospitali pale nikaja nitamshia hospitali kubwa Arusha pale ya mkoa wa Msimiko. Nilikaa miezi miwili hospitali. Naye alikuwa anakuja kukuangalia kama kawaida. Sebule bado tulikuwa kwenye ndoa na mtoto nilikuwa naye mmoja. Kwa hiyo mimi hapa ilikuwa na shida, ni mtoto wa pili alikimisi. Kwa hiyo nilikaa hospitali miezi miwili. Kila siku nilikuwa naishi kwa damu. Sababu damu ilikuwa inawekwa huko inapitiliza. Niteseka sana. Baadaye nyumbani kwetu mamangu alienda kwa mtaalamu akapewa dawa ya kienyeji. Akamwambia ndugu yangu mmoja shangazi, hii dawa anatakia ainywe na chai lakini mume wake asiione. Kwa hiyo dawa ilisafirishwa ikaja, shangazi akaichemsha akaiandaa akaletea hospitali. Alipoletea hospitali nilikunywa ile dawa. Namalizia kunywa, mume wangu anafika, kwa hiyo akaja hiyo. Kwa ile dawa ndio ilinisaidia kwa sababu mpaka jioni ni ile period ilikata. Na haukuwahi kumwambia kuwa ndoto ambayo uliota ilikuwa inahusu nini? Sikuwahi kumwambia. Mpaka leo? Mpaka leo hajui, lakini baada ya hivyo vitu kuzidi kwa sababu nilipata pia kama saratani ya ziwa. Ziwa langu lilioza. Kuja kuzunguka hospitali napata afadhali hospitali, baadaye mtumero akapanga wanikate ziwa. Familia yangu ikawa haijaridhika na hicho kitendo. Babangu na mamangu wakasema kama ni vipi tutoroke uangaike kienyeji. Kweli nilitoroka hospitali nikaanza kuangaika kienyeji. Lakini kumbe ungemalizia tu watu ambao wanatazama wanataka kujua kitu gani ambacho kiliendelea. Kumbe kwenye ziwa, chini ya ziwa nilikuwa na nyoka. Chini ya ziwa? Nyoka mdogo. Alikuwa anaishi pale. Niling'atwa kama na kiroboto hivi. Siku nyingi nikamwambia mume wangu, hapa nimeng'atwa na kiroboto nisaidie kutoa. Kwa hiyo akachukua sindano akawa kama anachokonoa kile kitu. Unajua kile kidude kiking'ata kinang'ang'ania, saidie kutoa. Kwa hiyo kulitengeneza kama kashimo hivi. Baadaye hiyo hali izio kuuma hapo chini panakuwa panavimba. Kwa hiyo kunakuwa kama kuna kitu kimekaa hivi, yani kama uvimbe. Na kwa sababu zio ilikuwa linauma sana, na madonda ilikuwa natoa hadi wadudu. Natoa harufu kali. Kwa hiyo akashauri pia hospitali wasema huyu ana saratani. Lakini katika kutoroka hospitali kuhangaika kuzunguka ndo niseme tu labda na mizimu pia mizuri na vitu Mungu pia anaamua kumtoa mtu wake katika hali fulani. Nilioteshwa mganga. Simjui, hanijui. Nilioteshwa waganga wawili. Na pia kipindi hicho nilikuwa nasumbuliwa sana na kifua. Nishapima asma tena. Nikapima vipimo vyote vya kifua, nikawa sina tatizo lolote, lakini kifua kinanibana sana. Kifua kile kinibana mpaka yani maoksijeni, masindano ya mishipa ndo niweze kupumua.
Kwa hiyo nilioteshwa waganga wawili wakati mmoja. Niliota ndoto mwezi wa 7. Hata si mwezi wa 9 tunakutana familia nzima. Tunafanyaga dua. Kwa hiyo nilipokuja nyumbani mwezi wa 9 kifua tena kikanishika kile. Nikapelekwa kwa hospitali kulazwa kama mara 3. Kifua kilikuwa kinasumbua sana. Nilikutana na kaka mmoja hospitali pale. Sababu mara ya kwanza nilitoka nikakaa siku 3 kifua kikarudi tena nikarudishwa hospitali. Yule kaka alikuwa na mgonjwa wake pale hospitali muda mrefu. Kaniambia dada, shida nini? Sambia naumwa na kifua kinabana kwa sababu sauti ilikuwa haitoki. Siwezi kuongea mfululizo. Akaniambia mimi kuna sehemu naweza kuelekeza kama umehangaika hospitali hawalioni tatizo la hilo kifua. Nikamwambia nitaenda popote kwa sababu hali yangu sio nzuri. Alinielekeza kwa mtu mmoja hivi, babu. Simjui. Lakini aliniambia na huyo babu hana hata simu. Aliniambia tu. Alikuwa mkoa gani? Dodoma. Dodoma kwa. Sasa hiyo mimi nilikuwa Kondoa. Ila huyo babu yuko kwenye njiani kabla hujafika Dodoma mjini. Akaniambia kuna mzee yuko hivi, panda gari, shuka sehemu fulani. Ukiwa pale ukishuka kwenye location ambayo alinielekeza tuna bomba, ukifika pale bombani, mbele kidogo utaona kuna tembe kubwa, nyumba zile za asili. Hapo ndo anapopatikana huyo babu. Kwa hiyo nilipanda gari, nikashuka hapo aliponielekeza. Nilipoangalia pale nikiwa pale bombani, niliona kwa ile nyumba nikaenda. Fika kamputa mke wake na huyo salamu, tukasalimiana, nikamwambia na shida na babu. Lakini niliambia mganga ni mwanamume. Sasa nielekeza, nikaenda kumuona yule mzee alikuwa ametoka Mvumi, alitoka kukaguliwa macho. Yule mzee bao lake anaangalia shilingi 100, ndio tuseme ramli. Shilingi 100 tu. Nipo sina, akaniambia tafuta change, siwezi kuangalia leo, atafuta sehemu ulale uje asubuhi, ila uje na shilingi 100. Kweli nilienda nikatafuta sehemu nikalala. Asubuhi nikaenda. Kwa yule babu aliponiangalia akaniambia una mdudu ambaye yuko hai mwilini mwako, anatakiwa atolewe. Na aliniambia hadi mtoto wangu huyo alopotea. Sasa ulitakiwa na watoto 3 ila mtoto mmoja ndio huyo alipotea. Na pia kwenye mwili wako una mdudu ambaye yuko hai na pia una kitu kingine kama nyama ya nyoka hivi. Shalishwa na kipande cha tarasimu. Kwa hiyo mimi hivyo vitu siwezi kuvifanya. Sasa mimi sichomoi kitu chochote kwenye mwili, mimi naangalia tu, na kama na vitu vingine labda naweza kukusaidia. Lakini mtu ambaye anaweza kukusaidia anapatikana kupita Chakaili. Njozi yangu ilikuwa inanielekeza hivyo boss, pia nilipoota. Nilimuota yule mzee, nguo alizokuta amevaa ndo zile ambazo niliziona kwenye njozi. Na ndo yule ambaye nilimuona kwenye njozi. Na njozi yangu naambia yule babu baada ya kunitizama, aliniambia unaona ile chaka. Kupita ile chaka na nyumba ya kwanza ya pili utakuta bibi. Huyo bibi ndo atakaye kusaidia. Na huyo bibi ambaye nitamkuta ni kipofu. Na kweli yule babu alinielekeza vile vile kama ndoto yangu ilivyokuwa inanielekeza. Kwa hiyo nilitembea afika kwa huyo bibi. Huyo bibi kweli ni kipofu. Njozi yangu ilikuwa inaelekeza yule bibi analala kwenye ngozi. Kweli nilipoingia ndani kuta yule bibi analala kwenye ngozi. Aone. Yule bibi anakuchanja, anakungata. Yaani wiki nini anachanja kama ni hapa anangata kama ndo kwenye shida. Kwa hiyo mimi alivoniangalia akaniambia haoni ila ana wajukuu zake. Kaambia anachukua suni msinga ule anafanya hivi ananusa. Kwa akaniambia akanichanja hapa akangata. Hapa alivonichanja alivongata alitoa kipande cha nyama kigumu. Na kipande cha karatasi kilichoandikwa kifuani ambaye ni tarasimu. Akakitoa. Baadaye akaniambia sasa hichi ambacho nataka kufanya sasa hivi itakuumiza sana. Lakini inabidi nikusaidie kwa sababu umefika hapa. Akatafuta wamama kama 3, akaniambia kavue nguo. Niliingia chumbani kwa yule bibi nikakuta analala chini. Kavua gauni, nikarudi kwake nikaniambia toa na brazia nikatoa. Akaniambia sasa hawa inabidi uwe mwanamke. Kwa sababu ni kitu ambacho kinakugharimu maisha, inabidi uvumilie. Kitakuumiza. Akaita wale wanawake wakanishika. Wale sitalia sikuwa na mwili huu. Nilikuwa mwembamba sana. Okay. Kwa hiyo wale wanawake walinikalia miguu, wengine wakanishika mikono. Yule bibi akapiga magoti pale chini,
akaanza kuning'ata hapo kwenye kile chini ya ziwa pale kwenye ile alama ambayo kama kashinji. Pale ya kuchanja aling'ata tu. Kweli alining'ata, nilisikia maumivu makali sana. Hadi nilikojolea. Kipindi alipoachia pale, alipotoka pale, alitema nyoka. Nyoka yuko hai anakimbia. Kamwagia dawa akasiana. Akasema huyu ndo alikuwa anakuozesha ziwa. Sio kwamba ulikuwa una kansa, bali huyu alikuwa anatema sumu kwenye nini? Kwenye ziwa lako. Na ilikuwa sumu yake ikizidi mwilini, angetema sumu mwilini mwako mote. Wewe ungekufa. Na hawa watoto wako pia angetoka usiku kwenye mwili wako na kwenda kwa wazuru watoto na kurudi. Kwa hiyo watoto pia wangekufa kupitia huyu nyoka. Kwa hiyo anaendelea kukua tu. Kwa hiyo kamuuliza nani kafanya hivi? Kasema nikikwambia itakuumiza sana. Lakini mimi nilikuwa najua alofanya hivi ni nani? Ni mume wangu. Kasema alofanya hivi ni mtu wako karibu. Mtoto wako wa kiume ana shida, inabidi na yeye umlete mtoto wangu mkubwa. Basi niliondoka kwa yule bibi. Nikaenda ngatafuta sehemu nikalala, sababu muda ulikuwa umeenda. Nililala pale usiku nikaoteshwa tena njozi nyingine, nitakiwa safari yangu iendelee. Nikiwa nimelala usiku nilioteshwa natembea sehemu, natokea barabarani. Nikitoka barabarani nitakuta kuna kiti cheupe nitakaa. Nikikaa pale barabarani kuna gari itakuja, lori. Ile lori lina watu ndani. Wanaume wawili. Wale wanaume nikaonyeshwa hadi sura zao. Nitaomba lift watanichukua. Wakinichukua pale tutatembea tutafika sehemu kuna nyama nyingi sana. Watanishusha pale. Mimi nikishuka pale kuna msikiti pembeni. Naoteshwa tu, naota hiyo ndo. Nikiwa pale msikitini kuna mtoto atapita. Huyo mtoto nitamuita kuonyesha jinsi alivyo na jinsi alivyovaa. Yule mtoto nikimuita nitamuuliza huyo mtoto kuna babu ana vitezitezi mwilini. Anaweza kunisaidia tena. Kwa hiyo nilivyoamka asubuhi kweli nilifuata ile njozi. Nilitokea barabarani. Fika barabarani tu kweli nilikuta kile kiti cheupe cha plastiki nikakaa. Sikuchukua muda sana. Ile lori nikaliona. Bado niliona kwenye ndoto. Nilipoliona nikalisimamisha nikasimama. Kuangalia wale watu ambao niliotoshwa wako mle kwenye ile gari, kweli ni wenyewe. Kaambia nombeni lift. Unaenda wapi? Kaambia hapo mbele kwenye nyama nyingi kwa sababu sijaonyeshwa naenda wapi. Ila tu nimeonyeshwa kuna nyama nyingi ziko barabarani zimechinjwa zimetundikwa. Kwa hiyo tuliondoka na wale mabwana. Tuliondoka na wale mabwana mpaka kwenye huo mji. Wakanishusha. Mimi upande ule nilikuwa siujui kabisa. Yaani sehemu zote hizo zilikuwa ngeni kwangu. Walivonishusha kweli kuangalia pembeni niliona msikiti. Nikaenda pale kwenye kibla cha msikiti nikakaa. Nikiwa nimekaa pale nilimuona yule mtoto ambaye nilioteshwa anapita. Yule mtoto alipita. Nikamuita. Nilipomuita alikuja. Nikamwambia samani mwanangu alinisalimia. Kaniambia mama msaidia nini? Nikamwambia kuna babu yuko hivi na hivi ana maturu mwili mzima kama matezi. Akasema anaitwa Baba Fatuma. Nikamwambia na shida naye. Kaniambia mwanae alimeolewa jana twende kupeleka kwa mwanae. Kweli mtoto alinichukua. Yaani ni kama Mungu anaamua sasa kukuondosha kwenye matatizo yani. Sababu mimi hata wale watoto sijui. Yaani sielewi ni kama malaika tuseme labda. Alinijia labda kwa njia hizo mimi sijui. Sababu nilifikishwa kwa yule binti. Nikamwambia namhitaji babako. Akasema baba ngoja nimpigie simu. Baba alipigia simu akaja. Baba alipofika ndo yule ambaye nimemuona kwenye njozi. Turuturu mwili mzima. Kwa hiyo nilichukuliwa. Chukuliwa na yule babu, nasema ana wake wawili. Huku kwa mke mkubwa kuna watoto wengi twende kwa mke mdogo. Kwa hiyo tulivuka ng'ambo ya barabara tukaenda kwa yule babu. Tukiwa pale kwa yule babu alivyoingia ndani achukue vifaa vyake ili anitizame. Mimi kitendo cha dakika 2 ni nyingi. Nilifanya hivi. Nililala usingizi ambao sijai kulala mpaka leo. Nilikoroma udaenda kutoka hapa mpaka hapa. Yule babu alipotoka aliponiona vile akaniambia sasa nikwambie kitu mjukuu wangu, ingia kwanza ulale. Ukiamka tutazungumza. Kweli sikujali niko mganga, sikujali sijui sipajui, niliingia ndani kwa yule babu. Chumbani kwake nikalala. Nilala usingizi sana, ilikuwa kuanzia saa 5 mpaka saa 8 nikaamka. Nilipoamka, akaniambia sasa hapa tunaweza tukaongea. Nikamwambia hapa akili yangu kidogo imetulia kwa sababu muda wote ukumbuka natembea peke yangu.
Na ni sehemu ambayo huijui. Sijui, afu sina ndugu, sina mtu yoyote wa pembeni, niko peke yangu. Yaani ni mimi na Mungu wangu. Umeona? Mtoto wangu huyu alikuwa mdogo. Nilikuwa nimemwacha mama kwa sababu muda mwingi nalazwa hospitali. Kwa hiyo nikiwa hospitali vile, mtoto siwezi kwenda naye hospitali nikiwa nimelazwa. Natumia mara nyingi kukamua maziwa. Kwa hiyo nikawa sijamwachisha mtoto kwa sababu alikuwa bado mdogo. Kwa hiyo nikawa nakamua maziwa, nikirudi nyumbani naendelea kumnyonyesha. Kule nyumbani akawa natumia maziwa. Kwa hiyo hata nilivyosafiri nilikuwa nanyonyesha, lakini maziwa yakijaa na yakamua na mwaga. Kule nyumbani wanampa maziwa. Kwa hiyo nikirudi safari zangu naendelea kumnyonyesha mtoto. Basi kwa sababu hiyo hali ilinitokea kipindi ambapo yule bwana alinipiga akaninyang'anya mtoto. Mtoto alikuwa ana mwaka. Alinipiga sana akaninyang'anya mtoto akanifukuza. Kwa hiyo na ndio huyo ambaye alinichoma na mafuta taa mwili mzima. Alinipiga na jiko la mafuta taa linawaka. Kwa hiyo nikawa nimeungua. Kwa hiyo nilipotoroka na kunifukuza, kila nilipoenda kudai mtoto alinipiga, na mimi sikuwa na akili kusema labda niende, kwa sababu kama ni polisi ndani nishamweka sana. BAKWATA tushasuluhishwa sana. Mamangu nilipomwambia mama nimepigwa hivi na hivi, mama ananiambia kachukue mtoto. Nikirudi kuchukua mtoto ananipiga. Baadaye mama alisema watoto ni kwake. Kwani anasemaje? Nikamwambia anasema kwake sijaenda na kiroba cha watoto. Nilienda mimi kama mimi. Kwa hiyo watoto ni kwake na mimi na wazazi wangu. Na mimi na babangu niondoke. Kwa hiyo mama aliniambia ondoka. Nilichangiwa nauli nikaondoka. Cancel kwanza. Pole sana. Just stay with me. Pole. Sababu nilivyoondoka pale, yani story yangu ina mkanganyiko sana. Kwa maumivu ambayo nishapitia. Kwa sababu nilifika Babati usiku, sina mtoto, maziwa yanamwagika sana. Mtoto wangu sio alikuwa analia. Lakini kutokana na kulikuwa hakuna tena gari za kuja nyumbani kwetu, nililala Babati. Kwa hiyo nilipokuwa nimelala pale, ilifika saa 4 damu zilianza kunitoka nyingi sana puani. Kutoka pale nilipokuwa nimelala paka kwenda bafuni, sababu nilipanga tu chumba cha shilingi 5,000 usiku kulala. Chumba ambacho ni single hakina choo ndani. Kwa hiyo inabidi nitoke niende kwenye choo cha public. Kwa hiyo nilipotoka pale kwenda paka kule damu zilikuwa zinamwagika nyingi sana. Watu ambao walikuwa wamekaa pale wanaangalia mpira waliniona, na sababu nilikuwa nimeharibika sana sura. Muone alama pale ningata yule bwana. Na mara nyingi alikuwa ananipiga usoni, ananiambia kupiga wewe kama umekanyagwa na train. Muona. Yeye alikuwa ni mtu wa wapi yeye? Yaani mtu wa Singida. Okay. Ona. Kwa hiyo wale watu walivoniona vile walinifuata kule bafuni. Sema una nini? Damu zinamwagika nyingi sana. Kulikuwa na wanawake wawili wahudumu pale. Sema buto ili nani wakanifunua sababu nilikuwa nimevaa ninja. Wakanifunua. Umefumaniwa? Niambia hapana. Jamani, nini sasa hii? Ambe nipigwa na nani mume wangu? Nilikuwa naumwa sana. Nasikia maumivu makali sana kwa sababu nilikuwa na moto mgongoni ambao ile jiko alinipiga kwa nyuma. Kwa hiyo huko mgongo wetu ulikuwa umefanyaje? Mngua. Sasa vile nimevaa ile juba hawaoni. Na pia nilikuwa na gauni. Na hapo nimetoroka na simu tu na nguo zile ambazo nilikuwa nimevaa. Nguo zenyewe nilipewa na jirani. Kwa sababu ile ambaye nilikuwa sana nipiga iliungua yote na nilikuwa na night dress. Kwa hiyo iliungua ile nguo. Basi wale watu walinisaidia. Walichanga hela wakanipeleka hospitali. Ilikuwa 2014. Ilikuwa mkesha wa Pasaka. Nilala hospitali pale. Nilifika hospitali daktari aliniambia lala hivi chali ili damu isiendelee kutoka baada ya kuchoma sindano. Kambi daktari siwezi. Una nini? Nikamwambia siwezi tu. Kwa sababu pia nilikuwa siwezi kujielezea na hasira nalia sana. Kwa hiyo daktari alichoamrisha toa hilo juba. Nikatoa. Nilikuwa nimevaa nguo ina mikanda hivi. Alipofungua zipu, kila mtu aliangua kilio. Kila mtu aliniuliza, "Una wazazi?" Nikamwambia, "Babako na mamako wako hai." Nilidondoka pale. Nilikuwa nimefikia kwa mdogo wangu kabisa pale Kondoa mjini kabla sienda nyumbani. Kwa hiyo nilivyodondoka pale yule mdogo wangu alienda kwa mwenyekiti kwa eneo lile. Mwambie dada yangu katoka Arusha, amegombana na mume wake. Ila amepigwa. Lakini pia ameanguka mpoteza fahamu, ana maumivu makali ya mwili.
Kwa hiyo mwenyekiti alipokuja alivonikuta kwenye ile hali ambayo bado nilikuwa nimepoteza fahamu, mwenyekiti aliandika barua kaambia pelekeni polisi. Kwa hiyo mwenyekiti naye alinisaidia sana. Nilifika na gari lake akanipeleka paka polisi. Sasa hiyo nikawa nimeshapata fahamu. Polisi pale nikajielezea. Polisi walinipa pen-3. Nikaenda hospitali. Nililazwa hospitalini wiki 2. Nikiwa nimelazwa pale wiki 2, kumbuka na mtoto ananyonyesha ambaye yule bwana kangangana naye. Kwa hiyo nilikuwa nakamua maziwa pale. Kwa sababu aliniuliza nataka kumwachisha mtoto, kama unamwachisha mtoto usikamue maziwa yakauke umwachishe. Kama mtoto wangu ndo ana mwaka, ndo alikuwa anatembea. Kwa hiyo siwezi kumwachisha. Kwa hiyo akashauri madaktari basi ya maziwa unakamua unamwaga ili ionekane kama yananyonywa tu. Kwa hiyo nilifanya hilo zoezi. Nikiwa pale hospitali, watu wengi walikuja kuniona. Hadi mkuu wa kituo alikuja kuniona cha polisi. Yule mkuu wa kituo alivoniona ile majeraha kwa sababu alikuwa ananipiga sana vifuti. Mwana nikifanya hivi hapa panabonyea. Alikuwa ananipiga sana vifuti. Na huu mgongo ulipoumia, uso, mwili wote. Mkuu wa kituo alisikitika sana, akaniambia sasa naomba ukitoka hapa hospitali uje ofisini kwangu. Mimi nitapiga simu Central, huyu atakamatwa. Hataletwa hapa na mtoto. Kwanza mtoto mwaka mmoja unamnyang'anya anampa nini huyu mtoto? Kweli nilipotoka hospitali nikampigia nyumbani wa babangu kaongea naye. Baba kaniambia ukienda hapo kwa mkuu wa kituo hatapiga simu kule Arusha. Kituo kikubwa atatafutwa, atakamatwa. Ataletwa. Akiletwa atafungwa. Akifungwa wewe utakuwa huna baba watoto tena. Ndugu zake watakuchukia. Pia na mume wako utakosa. Utaishi mwenyewe na watoto. Kwa hiyo rudi nyumbani tuje tuzungumze nyumbani. Kwa hiyo nilipotoka pia hospitali sikumfuata ule mkuu wa kituo, nirudi nyumbani. Nikiwa nyumbani babangu alinipigia simu. Kwa nini nimemchoma mtoto wangu? Namchoma akiwa hai, ana dhambi sana? Baba alimuuliza. Akasema amejichoma mwenyewe. Huku mgongoni ajichomaje mwenyewe? Nikamwambia baba mimi sirudi. Mwambieni alete watoto wangu. Sababu nilikuwa na watoto wawili sasa hivi. Baba akasema inabidi urudi. Na yeye hataki kuleta watoto. Rudi kwa ajili ya nini? Ya watoto. Kwa hiyo yani kwanza nikaona babangu hanipendi hata kidogo. Babangu ni mtu mbaya sana. Kwa nini ananiambia nirudi kwa ule baba? Mbona yeye aishi maisha yake na mama? Kwa sababu mimi namshukuru Mungu babangu na mamangu wako wote hai na bado wanaishi pamoja kama mke na mume. Kwa hiyo namshukuru pia juu ya hilo. Kwa hiyo nikamwambia mimi siwezi kurudi. Akasema rudi kwa sababu watoto wako. Mimi sikomba na kuchukia. Bali wale watoto ulioacha. Yule mwingine ni mdogo sana. Kwa hiyo aliambiwa atume nauli. Alituma nauli, nilipanda gari hadi Arusha tena. Kama Taira. Kanipokea. Kuta mtoto wangu alivoniona alilia mpaka akazimia. Tukaenda huyu mdogo ambaye alikuwa ananyonya. Alivoniona alilia mpaka akazimia. Tulienda hospitali. Kalikuwa drip 2 kaamuka. Basi nikaendelea kumnyonyesha mtoto. Kwa hiyo hali ya kumwacha mtoto bila kunyonya wiki ikawa inachukua hivyo. Kipeleka hospitali kifua hicho kibana, mtoto namwacha nyumbani na kamua maziwa kule, nikirudi naendelea kumnyonyesha. Kwa hiyo hata kipindi hicho nimesafiri mpaka kwa huyo mzee. Na hakujua yeye kama ulishawahi kwenda kwa mganga. Nilikuja nikamwambia. Kwa sababu nikiwa kwa ule babu unaniambia huyu mwanamume hakupendi. Bali anapenda nyota yako. Kwa sababu nyota yako ni ya hela. Mwanamke ambaye una mafanikio sana. Na anachokifanya wewe ni kukutengeneza wewe baadaye aje apate maisha. Naweza kujua kwa hata Zuzu, Zeta. Zeta lake yani akafanya uwe msukule. Haya maradhi yakaja kazidi ukawa kama msukule wake. Kaja akaoa mwanamke mwingine. Ile babu alinisaidia. Kiufupi alinisaidia sana. Kwa sababu aliniambia kwanza na vitu viwili. Hicho kitu cha hivyo vitu viwili niliambiwa kwa ule babu wa kwanza ambaye alielekeza kwa ule bibi. Niambia kuna mwanamume nje anakupenda. Huyu mwanamume nje anakupenda na yeye anataka tu nyota yako. Mwanamume huyu so Mwafrika, huyu baba alikuwa ni Msomali. Alikuwa anaitwa Hassan. Kweli yule kaka alikuwa ananipenda. Lakini Mungu unajua kama hauna kitu chochote na watu,
au kusei mtu yeyote kitu chochote, Mungu anaamua kukuonyeshea. Kwa sababu nilikuwa nikilala usiku namuota yule mwanamume wa Kisomali. Ni tajiri sana. Alikuwa ananitongoza ananiambia, Zakia, mimi ukinizalia mtoto mmoja nakupa duka. Alikuwa na duka la vitambaa kubwa sana Arusha. Nakupa na rosheni 2, ghorofa 2. Kwa hiyo sasa nikawa muda mwingi nafikiria. Na hapo sasa yeye ananiambia hivyo, mimi ni mke wa mtu. Yeye alikuwa na watoto wa kike tu, huyo Hassan. Kwa hiyo nikawa nafikiria sana. Kwa hiyo usiku nikilala naota mara amenidanganya, amenichukua. Tumeenda shambani kwake, ana mashamba huko Simanjiro. Tulifika kule shambani, wanatokea watu wananiua mimi. Wanikatakata na kufa. Kwa hiyo nikiwa nimekufa nageuka na kuwa msukule wa ile shamba, na kuwa mlinzi wa ile shamba. Kwa hiyo nikawa naota ndoto kama hizo. Nikiota ndoto kama hizo, naenda namwambia. Tukikutana naambia, Hassan, naota hivi. Anambia, hizo ni ndoto tu. Naambia, hapana, naota hivi. Alichofanya yule bwana ni kuniletea kitabu cha tafsiri ya ndoto. Mpaka leo ninacho hicho kitabu. Cha tafsiri ya ndoto. Kwa hiyo ile nilifika kwa yule babu, huyo mwenye matuturu aliniambia, mwanaume kakutupia jino. Jini mahaba. Na huyu naye sio kwamba anakupenda, bali anapenda nyota yako. Kuna kitu anataka kufanya juu yako. Sio mtu mzuri kwako. Kwa hiyo babu akaniambia nikutoe ile lidude na pia nakupa kinga. Sasa akaniambia kunitoa ile lidude na kunipa hiyo kinga, akaniambia 70. 70. Na kuku, sina nguo. Nikamwambia sasa mimi hapa nilipo babu sina hiyo hela. Yule babu akaniambia anajua kweli hauna hiyo hela. Hapo ulipo una 45 na 800. Akakwambia hela ambayo. Na kweli ndio hela ambayo nilikuwa nayo. Akasema basi nakusaidia vitu vingine tu, nitakupa kinga na utarudi. Kweli alinipa kinga, alinisaidia, nikaondoka kwa yule babu. Niliondoka mida kama ya saa 10 hivi jioni. Nikawa nakuja Kondoa mjini. Sasa muda huo anakuja Kondoa mjini kutoka pale ni kipande sana. Magari yalikuwa hamna, barabara ndio ilikuwa inatengenezwa. Ndio ilikuwa na ikalani. Kwa hiyo muda mwingi nilitembea na mguu mbali mrefu sana. Sasa anasema natembea tu. Kama itatokea gari nitapanda. Vile babu kuna dawa alinipa. Ananiambia hata ukipita pori gani, hamna kitu kitakuzuru. Basi nikawa najiamini. Kwa hiyo nimetembea nifika sehemu mvua inanyesha, mvua ikawa inakuja. Nikakaa juu ya ngema hivi. Kwa hiyo niliondoka pale, mvua ikawa inakuja. Ile mvua kulikuwa na ngema hivi za barabara hizo wanazotengeneza barabara. Kwa sababu Wachina ndio walikuwa wanatengeneza sana barabara. Nikawa nimekaa juu ya zile ngema, alafu kulikuwa na alimbuyu. Kwa hiyo nikajikinga kwenye ule mbuyu na ile mvua. Nimekaa pale nikaendelea kula zile nyama ambazo nilikuwa nimetoka nazo kula. Sana kula, ninaangalia kule barabarani wanavyotengeneza. Sina habari. Nakuja kufanya hivi. Kuna nyoka pembeni yangu amesimama na mkia amelingana na mimi nilivuka. Nilijibiringiza kutoka pale kwenye ile ngema kwenda barabarani. Yule nyoka akanifuata. Bahati nzuri sikuwa na umu, nilikuwa mwembamba. Kwa hiyo tukaanza kukimbizana na yule nyoka. Nyoka ananifukuza. Mwekundu. Mwekundu kabisa yani. Mona. Alitokea Mchina mmoja huko na gari. Kaminya yule nyoka. Akamuua. Wakaniuliza unaenda wapi dada? Nikamwambia naenda Kondoa. Sasa unaenda Kondoa saa hizi saa 12 utafika saa ngapi? Nikamwambia hiyo isiwe, lazima nifike. Baki sisi tutakupa lift. Madereva tena unajua ni malaya sana. Nikamwambia hapana. Mimi naondoka sasa na mguu. Nikamwambia nitafika. Nikaondoka pale nikaendelea kutembea. Nilifika sehemu moja hivi nikakuta ni kama shortcut. Nikajua nikikatiza hapa natokea mbele zaidi ya barabara. Kwa hiyo nikaingia kwenye ile shortcut. Kumbe ile shortcut ni mabodaboda na watu wanapita pale wanaiba mafuta kwa Wachina kwenye magari. Mimi kuingia tu kutembea kidogo nilidumbukia kwenye tiftifu. Tiftifu sijui ndo nini ile wanasema vumbi fulani laini kama boda. Nadumbukia pa kwenye magoti. Nakuja kutoka pale kiatu kimoja kimepotelea humo kwenye tiftifu. Kabaki na kiatu kimoja. Na kile nacho nikakitupa. Nikarudi barabarani nikaanza kutembea tu peko sasa. Tembea kama miguu ikaingia malengelenge. Napimba miguu ikatoka kama nimeungua na moto. Baadaye wale watu walifunga kazi kule walipokuwa walinikuta njiani. Wakanipa lift. Waka sehemu moja hivi. Sema lala hapa kaanza kunitongoza. Lala hapa tukununulie viatu sababu nguo ile nayo ina siku 2 mwilini. Tukununulie viatu nunue na nguo. Yaani wakaniona kama
chizi fulani hivi, mwanamke ambaye nimelost maisha. Kambe siwezi kulala. Kashuka nikaendelea tembea sana mpaka nikaingia kwenye pori moja hivi. Siku sasa hiyo inaenda saa 2 kasoro. Wale watu walikuwa wanafunga kazi kule, wanakuja Kondoa mjini kufanya starehe. Kwa hiyo walioga, walibadilisha nguo, wakawasha magari yao, wanakuja sasa Kondoa mjini. Kwa hiyo walinikuta tena njiani. Walivyonikuta njiani, walinipa lift. Ilikuwa magari 3, wakasimama wote. Nikachagua la kupanda, nikakaa. Sikuongea nao mpaka nikafika mjini pale. Fika pale, kashuka. Kapigia simu ndugu wangu, kaambia nimeshuka, niko hapa. Basi ndugu wangu akaja kunichukua. Kiukweli nilikuwa nimechoka, hata kupeleka tonge mdomoni hivi siwezi la chakula. Ndugu wangu alichukua akaniogesha, akamaliza. Nimelala akawa ananisha chakula. Miguu imevimba sana. Nilikaa kama siku 3, karudi nyumbani. Nikaendelea na watoto wangu, nikarudi Arusha. Kwa mume wangu. Sasa hiyo kifua tena kikao hakinisumbui. Kwa hiyo nilivyorudi kule sasa nilishajua kweli huyu mtu ni mbaya. Kwa hiyo tukugomvi ukaanzia hapo. Mimi nikaona wewe ni mchawi. Uko unamwambia kabisa. Wewe ni mchawi, unaona anifanyia hivi. Kile kitu kikao kinamuumiza na yeye, ugomvi ukawa hauishi. Na wakati unamwambia hivyo alikuwa anajibu nini? Anacharuka. Kwa sababu kwanza hapo alipo anavuta bandi. Kwa hiyo lazima yani ana panic. Unakula kichapo. Na mimi sasa Mungu alikuja akanijalia ujasiri, nikawa na nguvu za laana. Haizi kunipiga. Tunapigana barabara. Umeona? Sasa ilikuja ikafikia hatua akitaka kunipiga lazima mimi niwe naumwa. Yaani nikiumwa tu yeye ndo anakuja sasa, ndo anakunyuka vizuri kwa sababu una nguvu tena za kupigana naye. Tulikuja tukaachana. Tuliachana lakini yeye hata kunipa mimi talaka. Hakukupa talaka mpaka leo? Nilijihulu. Dini yangu ya Kiislamu inaruhusu mwanamke kama amemchoka mwanaume anaweza kurudishia mahari yake. Yeye alitoa kwenu kipindi ananioa. Kwa mimi nilirudisha mahari yake. Hapo ilikuwa ni gharama gani? Ilikuwa 5,500. 5,500. Nilimrudishia. Tukapeana talaka. Tulipeana talaka pale BAKWATA. Tulipeana mikakati hao wanatunza watoto. Kwa mwezi anatumia 50,000. Lakini hajawahi kutuma hata siku moja mpaka leo. Na watoto wako wapi? Watoto nao mimi. Na wanasoma? Wanasoma watoto wangu. Kwa sababu baada ya hapo mimi nilipoondoka Arusha na tulikuwa tumejenga. Niliingia katika nataka kumdai vile vitu kwa sababu tulikuwa na vitu vingi tumefanya. Angalau tugawane na mimi naondoka na watoto basi kila mtu iwe kwenye sheria zaidi. Lakini mimi nilipata tatizo la moyo. Moyo wangu ulitanuka upande wa chini. Ikawa naanguka muda mwingi napoteza fahamu. Basi baadaye nikaja nikapata tatizo la kichwa. Vitu vingi vikanikumba sana. Pole sana. Kwa mara ya mwisho kuongea naye ilikuwa ni nini? Kwa kweli tu sijui. Mara ya mwisho kuongea naye sijui ni 2019. Kitu kama hicho kwa sababu mwanangu alipata ajali, huyu mdogo wa mwisho. Alipata ajali na alomgonga alikimbia. Kwa hiyo nikawa nahitaji msaada wa pesa. Sababu aliumia kichwa cha sawa afanyie operation ya kifua. Watoto wako wapi sasa? Watoto ninao. Nyumbani. Ila muda huu tunapoongea wako likizo. Wako likizo. Ameenda kwa bibi yao na babu yao. Okay. Wanarudi lini? Watarudi shule ishakaribia Jumapili. Okay. Basi sasa kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi. Una neno gani la kuwaambia? Neno lolote tu au kama kuna kitu chochote ambacho ungependa kutushirikisha au tuambie ambacho sisi hatukukuuliza. Chochote tu. Vitu vingi. Kwa sababu pia nilivyotoka kwa yule mwanaume nilihaso sana. Sababu mtoto wangu alikuwa mdogo. Unajua wanasema unapokitupa kitu, unapokiona cha kazi gani, kuna watu wanauliza watakipata lini. Kwa hiyo mimi kuna watu pia walijitokeza kutaka kunioa, kutaka tuishi, lakini nilikuwa siwezi kwa sababu watoto wangu walikuwa wadogo. Kwa sababu mwingine alikuwa ananyonya, alikuwa na mwaka na miezi 8. Na hiyo hali ambayo ya kuumwa nayo ikanipelekea kutokuwa kwenye mahusiano au kutokuolewa. Kwa hiyo
Nikaa na watoto wangu. Nifanye biashara nyingi sana mdogo wangu. Kama biashara gani? Mimi hata wewe mwenyewe kwa vibaya naweza nikakupiga bei. Sibani nipate hela. Sawa. Nishauza bangi, nishauza mirungi. Shakamato sana. Shawekwa ndani. Shatoka. Muona, hata kukaa Dar es Salaam sio pendezo langu. Lakini naishi kwa sababu huko nilikotoka nishaharibu sana. Muona? Yes. Shaharibu sana ila nisharekebisha. Niko sawa sasa hivi. Na sasa hivi nafanya tu biashara zangu zingine ndogo ndogo. Maisha yanaendelea, watoto wangu wanaishi. Hivyo. Kwa hiyo mara ya mwisho kuongea na ule bwana. Kwa sasa hivi una mahusiano? Hapa nilipo mdau sina. Ila nyuma nilikuwa na mahusiano kwa sababu huwezi kuishi bila mahusiano pia. Kwa hiyo sasa hauko kwenye mahusiano wakati baada ya mume wako wa kwanza. Huyu wa pili ilikuwaje tena? Huyu baba ambaye pia nilikupo naye ni mwanamume ambaye alikuwa siseme labda ndo maisha yangu. Kwa sababu ni mwanamume ambaye alinijali mno. Sijai kupata upendo kama ule ambao alinipa yeye. Huyo baba ndo chanzo cha mimi labda kunawiri hivi. Ndo chanzo cha mimi kuwa na mwili mzuri kwa sababu alinikuta kwenye hiyo hali ambayo nilikuwa naumwa. Paka nishaikuwa kipofu. Yezi nyenye. Huyo mwanamume wangu wa kwanza. Kwa sababu nilikuwa nadai vitu vingi kwa hiyo akaamua kunivuruga yani na homa na nini na unajua tena yeye ni mshirikina. Kwa hiyo kwenye ile hali nilikutana na mtu. Na huyo mtu naye nilimuota. Nilala usiku nikaota mtu hivi na hivi. Mchana tena nikalala nikamuota. Jioni nilikutana naye. Kwa hiyo nilipokutana naye aliponisemesha mimi nikawa naishi kulingana na ndoto kwa sababu nishaoteshwa waganga, nishaoteshwa nini na wananisaidia. Kwa hiyo nilipooteshwa pia yule baba nilipokutana naye sikumpa kipingamizi. Kusema kweli mpenzi wa Mungu, yule baba hajawahi kunitongoza. Bali akishedi zake zilikuwa zinaashiria ananipenda. Sababu alinichukua bado nilikuwa na matatizo hayo na umwa hivi. Alinichukua siku ya kwanza tumekutana akanichukua kanipeleka sehemu. Akaenda kaninunulia dawa karibia za 120,000. Hanijui, tumekutana tu tukutana baa. Mimi nakunywa maji, nilikuwa na rafiki yangu mmoja na bwana wake. Alifuata, unaitwa nani? Nikamwambia, "Kwa nini nakunywa maji?" Akamwambia na shida ya mwili. Na dawa natumia. Kwa hiyo alinichukua yule bwana akaenda kaninunulia dawa. Okay. Nikamwambia kesho kutwa mimi naenda kijijini. Alinichukua tukaenda jijini tukafanya shopping karibia 300,000. Akanipa na cash 200,000. Kaondoka nikaenda kijijini. Nikarudi nikakaa, yani tukawa hivyo. Mara ya mwanzo kabisa ndo tuingie kwenye mahusiano. Alinipigia simu. Uko wapi? Yeye alikuwa anaishi South Africa. Mpaka sasa hivi yuko South Africa. Uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Kijijini nataka uje Dodoma. Nikamwambia mamangu na babangu hawana chochote na mimi ndo niko hapa siwezi kuacha watoto hivi. Akasema hilo sio jukumu lako. Jukumu lako wewe unataka unijibu unaweza kuja? Nikamwambia naweza. Alinitumia 250,000. Aliniambia laki fanya nauli yako 150,000 muachie mama na watoto. Kwa hiyo nilifanya kweli vile nikaondoka. Kwa hiyo tulifika Dodoma, hajawahi kunitongoza. Nilifika Dodoma, alinipokea, alivyonipokea alipeleka hoteli. Alikuwa afikia hoteli nzuri sana. Ni mtu alikuwa anajipenda sana. Kwa hiyo tulienda hotelini, nikakuta ameniandalia nguo za kuadili zote. Yaani zote mpaka za ndani. Nilikuwa mwembamba. Nilienda nikauka nikabadili, yeye alikuwa hayupo. Nilipomaliza nikampigia shema alizo nani. Unataka tule hapo kwa sababu tulikuwa juu sana. Kwa ghorofa karibia 10. Hiyo hoteli ambayo tulikuwa tumepanga. Unataka tuite chakula hapo au tushuke chini? Niambie tushuke chini. Basi ushuka chini, tukaenda sehemu nyingine tukala. Tulipokula, tukaingia kwenye gari. Moja kwa moja alinipeleka hospitali. Tukaenda tukapima. Tulipima bahati nzuri tukutu wote ni wazima. Kwa hiyo tulichukuana, tukarudi ndani. Nilikaa naye pale Dodoma mwezi mzima. Kwenye mahusiano yetu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimedumu naye miaka 4. Tulikuja tukaachana, hatukuachana kwa ugomvi. Yeye alikuwa anataka niondoke naye kwenda naye South Africa. Niache watoto huko. Sasa mimi wale watoto ndo kama roho yangu. Kaambia siwezi kuacha watoto. Basi alishindwa naye kwa sababu familia yake, mke wake, watoto wake wako South Africa. Aliondoka, akaniacha. Mimi nikabaki hapo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa nilipo na yaogopa sana mahusiano. Kwa sababu yule ndo aloni hendo mimi. Nikajua hata kumbe mapenzi yako hivi.
Kumbe hata kuna mtu ambaye hata ukikaa ukifanya hivi anakuona mbona uko mbali sana, unawaza nini? Shida nini mama? 1 2 3, usijali. Kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo yule alifanya akanirudisha katika hali ya wanauke sasa, kuwa mwanamke na kujua mwanamke anatakiwa abibu hivi. Kwa hiyo sasa hivi hapa nilipo mahusiano nayaogopa kwa sababu bado nahisi yule mwanamume ambaye niko naye ni kama alikuja kunitoa ile sehemu ambayo nilikuwepo. Na hiyo sehemu ambayo nilikuwepo nimeshaitoka sasa hivi. Kama hivi na hama tu, nilikuwa Dodoma, nimehamia mkoa wa Dar es Salaam sasa hivi. Amenipa kama mwanga. Sawa. Kwa hiyo mahusiano ya Dar es Salaam pia wanaume wa Dar es Salaam wako mchongo sana. Sio kwamba wapo wanaonifuata, ila kujua huyu ni sahihi ndo bado sijajua. Ni mpaka Mungu atakaporuhusu. Cha mwisho kabisa, watu wasitete tamaa. Na kuwa kwenye mahusiano, kuwa kwenye ndoa, ukaja ukaachana na mtu sio kama ndo mwisho wa maisha yako. Hapana. Wewe ulishawahi kuwaza siku moja kuwa utaachana na mume wako wa kwanza? Sijawahi kufikiria hata siku hii. Na wewe ilikuwaje mpaka ukaingia naye kwenye mahusiano? Ukujua tabia zake before au ilikuwaje? Mume wangu huyo ambaye wa kwanza, huyo baba watoto wangu. Yule baba alinitongoza karibia mwaka mzima na mkataa kwa sababu Arusha mimi nifanya kazi Shambi Abedi Stadium pale uwanja wa mpira. Nilipotoka pale nilipata kibanda, nikawa napigiza simu, kipindi hicho tunapigisha simu kwa sekunde. Simu zilikuwa chache sana. Line moja shilingi 5,000, wewe sijui kama ulikuwepo. Line yenyewe ilikuwa inaitoka Celtel. Line moja shilingi 5,000, napigisha simu. Sasa mimi ndo ilikuwa biashara yangu pale. Sasa hiyo tunaagiza mzigo Nairobi, wa line nini hivi. Yeye yuko stand. Kwa hiyo akawa ananizungukia, mimi simtaki. Kwa sababu muonekano wake na mimi alafu sikumuelewa. Lakini siku yangu ni hii moja. Alifuata, twende tukale. Kaambia mimi bado na wateja, kuna watu nilikuwa nimewapa simu kwa sababu nilikuwa na simu kama 4 5. Zile masimu yale yenye madole Philips zile. Hao tunasubiri wamalize wanipe hela yangu. Kwa hiyo siwezi kwenda kula. Basi nikuletea nini? Leta chips. Nikaletwa chips baba. Kaletwa na maji na soda. Nikala. Asa sijui alitia nini kule kwenye chips. Jioni ananiambia sasa vipi? Bado tu utaki mimi nikuoe. Nikubalie mwenzio. Nikajikuta haya sawa. Nikubali. Na alivyo mpumbavu mimi nimepanda gari na akapanda gari lingine. Niliposhuka naye akashuka. Akajua mpaka ninapokaa. Nimekaa shangazi yangu ambaye alipelekwa posta. Nimekaa hivi kwa shangazi, alikuwa na kibanda cha mboga mboga. Nimekaa hivi. Naona mtu kakatiza kama yeye. Yule binadamu sio yule ambaye nimemwacha kule stand. Akarudi tena. Mbona ni yeye? Kwa hiyo alinifuata nyuma. Kwa hiyo tuliingia hivyo. Na masharti yangu yalikuwa ni magumu sana kwa sababu alikuwa ni Mkristo, mimi ni Muislamu. Sababu sikutokea kumuelewa. Basi tu imebidi nimuelewe hivyo. Basi sawa. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Nikamwambia badili dini, alibadili. Huwezi kutembea na mimi mpaka siku utakafunga ndoa na mimi. Alifanya. Hajai kunidokoa. Yaani mimi mwenyewe anasema mimi sijanyonga. Alikuwa anasema hivyo. Mimi nimekuchinja wewe. Kwa sababu huwezi kutembea na mimi mpaka unioe. Akasema hata kama ni miaka 10 nitakaa. Kwa sababu pia nilikuwa mzuri sana. Sasa hivi nishachoka manyama nini. Bado mzuri. Uso. Kwa hiyo alivumilia kanioa, kweli ndo tukaa. Yeye kwenye ndoa. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo hata ilivyokuja kutokea ushangaa sana. Sikushangaa sana kwa sababu na huyu pia sio chaguo langu. Kwa sababu mimi nilikuwa na mchumba wangu sasa, hiyo alikuwa mwanajeshi. Hata yule alipokuja kupata hizo taarifa, sikitika. Lakini ndio shaolewa. Kwa hiyo kuwa kwenye mahusiano so unateseka. Alafu unasema mimi sahihi akiniacha nitaenda wapi? Mungu anafanya njia pasipokuwa na njia. Unapoona hapo ndo mwisho wa akili zangu, Mungu anaanzia hapo kukufikirisha upya. Na pia tunasema hivi, mimi hapa ni tuseme wajuzi wa mambo wa Swahili. Ukikosa bara unapata pwani. Ukikosa mashariki unapata magharibi. Riziki yako haitoka ifungwe mpaka siku unafumba macho unashimbiwa chini ya ardhi. Mungu alishai kuniambia, riziki ya mtu pale unapozaliwa, Mungu anakupa riziki yako automatically ya chakula. Kwa hiyo huwezi kukosa chakula cha kula kwa sababu eti huna riziki. Hapana.
riziki zipo tu, itachelewa. Kwa hiyo si wanawake wenzangu wasikate tamaa. Mimi hapa nilipo ni mjane wa taifa. Najihesabu hivyo. Watoto wangu nalea mwenyewe. Kama niliweza kumlea mtoto kuanzia akiwa tumboni, na hesabu ile baba ashakufa. Kwa sababu ana msaada wote kwa watoto wangu. Sasa. Wewe sio chochote, sio lolote. Na watoto wangu wasema mama, si baba yetu ashakufa. Na wanajua hiyo. Wanamjua, lakini wanasema hivyo kutokana na yeye hana action yoyote kwa nini? Kwa watoto. Na nishawahi kuwapeleka, huyu ndio baba yenu, kwa sababu huyo hakika alikuwa hamjui. Mami nataka babangu, kampeleka, huyu baba yako huyo hapa. Huyo hakika ni msemaji sana. Baba, wewe ndio babangu, sema nyinyi muone nyinyi weusi kama mimi watoto wangu ni weusi. Mimi mama yenu mweupe. Sasa wewe kama ni babangu, mbona hujui tunakula nini, tunavaa nini? Wewe ni baba gani? Mbona una roho mbaya kama sura yako? Alimwambia hivyo. Wewe ni baba mbaya, una watoto wengine. Hata kipindi mtoto huyo ampata ajali, alisema wamekufa mitume na manabii, kama kanakufa katoto na kafu. Yule baba alinijibu hivyo mimi. Niko hospitali. Mtoto kichwa kimebandana hivi, anataka afanywe operation. Ameshonwa hapa, alichana sio na chuma gani. Umeona vitu vingi. Yule mtoto alipokuja kupata fahamu, nilivomwambia babako anasema hivi. Akasema mama, anasema hivyo leta simu niongee naye. Nikampa. Sasa baba unasema wamekufa mitume na manabii, na mimi nife. Kufa ni lazima babangu, kuishi ni bahati. Lakini kama unataka mimi nife au upewe pole huko ujenge nyumba nyingine, mamangu ndo atakayepata hasara. Wewe una watoto wengine, mamangu ana mimi tu na kakaangu. Sawa, mimi nitakufa, wewe utaishi milele. Yule mtoto alikapasia. Alinitumia 100,000 na shilingi 4,000 yule baba baada ya yale maneno ya yule mtoto. Na mpaka leo hii ndo hela yake ya mwisho. Yaani ndo hela alionipa hiyo basi. Na gharama zilikuwa ni nyingi kwa sababu mpaka niliweka kiwanja changu rehani, kiwanja ambacho nilikuwa nakijenga, nyumba ilikuwa ifike kwenye lenta. Niliweka rehani kwa ajili ya kumtibia mwanangu. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, tumesikia mengi kutoka kwa dada huyu. Nadhani kuna kitu cha kujifunza juu ya kile alichokizungumza. Zaidi ya yote, hatuna mengi ya kusema. Tumtakie maisha mema yeye na familia yake. Kutokana na kisa hiki cha dada huyu, wewe una lipi la kusema? Tuwekee komenti yako juu ya mkasa huu. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe